Komt werk niet, moet even afwachten. Hamjambo wananchi. Dat is Kayumbi, de ski manager. Bwana Marina na Bibi Marina, Bwana DC, Bwana Kase na wananchi wote. Kusema kweli ningependa kabla sijasema mengi ni kupiga asante sana kwa wale waliotayarisha mpango huu wa kumwaga Bwana Marinas na family yake. Hii ni kuonyesha, ni dalili kwamba Marinas amefanya kazi nzuri sana hapa katika skimu hii. Kwa maana nikiangalia naona wananchi wengi wamekushahudhuria, na huu ni mkutano mkubwa sana kuliko mikutano mingine nimekushaona hapa katika workshop hii. Na hii ndio kuonyesha Marinas alikuwa amependwa na wananchi na amefanya kazi nzuri. Kabla sijaendelea sana, naweza kumjulisha kwamba mimi mwenyewe binafsi nimeona Marinas kwa muda mrefu, miaka 8 tumefanya kazi naye pamoja hapa. Na wakati tuliingia hapa skimu hii, yeye aliingia mbele yangu kidogo na mimi nikaja, na namna mzee Kasa amesema hapa mbele na wengine wamesema, skimu hii ilikuwa katika hali ya hatari sana mwaka wa 67. Ilikuwa karibu kuanguka. Hata sasa nafikiri hii manyumba sasa ingekuwa na kushabomolewa, ingekuwa sasa kuna chochote hapa kama ingalifungwa. Na Bwana Kase wakati hata wamekuwa bunge mwenyewe amekusha shuhudia wakati serikali ilifikiria kufunga hii kwa maana ilikuwa haina manufaa. Lakini wakati watu wa Ilako, yani watu ya Holland walifika hapa ili kutusaidia, wakatuma project manager, na Bwana Marinas ndio mtu ya kwanza kufika na amekaa sana kwa muda mrefu. Marinas alianza kazi ngumu sana ya kutengeneza mitaro. Kwa maana mbeleni pale kulikuwa na shida ya mitaro. Mitaro ilikuwa imejaa mchanga, vile vile mitaro ile ya kuondoa maji mashambani ilikuwa imejaa na mchanga mwingi sana. Kwa hivyo maji kama mafuriko yako mashamba yalikuwa yanaharibiwa sana kwa sababu ya haya maji. Marinas alifanya kazi na bidii, na mnakumbuka ile mashini inaitwa Bokelin ile inafanywa na John Duko. Marinas alikuwa achelewi kufika kwa hiyo mashini, na vile vile akaanza mpango wa kutengeneza mashamba, kufanya leveling ya mashamba mpaka mavuno yakaanza kuja juu sana. Nakumbuka ni mwaka 68 wakati tumefanya na Marinas kazi kwa bidii sana pamoja na yule project manager alikuwa hapo wakati ule, ndio tulianza kupata mavuno mengi. Kama mwaka 67 ilikuwa vigumu hata sisi kupata wakulima. Naweza kumpa mfano, wakati nimeingia hapa na wakati huo ndio tumeingia na Marinas, nilivyosema tulitafuta wakulima. Tulikuwa na mashamba 40 yalikuwa matupu. Tulitafuta wakulima, hatukuweza kupata. Nilituma lori mpaka Mbalambala ikarudi tupu. Nikatuma lori mpaka Kipini ikarudi na mtu mmoja tu. Kwa maana watu hawakupenda skimu wakati walisema hailipi chochote. Ukija hapo unakuwa masikini kuliko ulivyokuwa wakati uko mtoni. Lakini kwa sababu ya bidii yake tulijaribu sana, na tena alifanya kitu kikubwa sana kwa upande ya mashamba ya mahindi. Ilikuwa zamani tumetenga mashamba tofauti inaitwa area 3 au Matanya top, mashamba ya mahindi tu. Kwa maana tuliogopa kwamba haingekuwa rahisi kutayarisha mashamba hii ya pamba kuwa na kupanda mahindi. Ilikuwa ni vigumu kwa maana hatakuwa na ujuzi sana wakati ya kutayarisha mashamba na tractors. Lakini wakati Marinas alifika, alianzisha mpango ya kulima usiku na mchana. Na ilikuwa ni rahisi sasa kufika mwezi wa 8 karibu mwisho, sisi tunaanza kung'oa pamba kwa mashamba ile ya pamba, na tunaanza kulima mwezi wa 9, tunapanda mwezi wa 9 kwa mashamba yale ya pamba. Na mbeleni haikuwezekana kwa maana tuliogopa tutachelewesha pamba mwaka ujao. Na mambo kama hii imefanya wakulima wetu badala ya kutoroka wakishavuna pamba kurudi mtoni ili wapande mahindi, sasa ukaa katika skimu. Kwa maana wana chakula na njugu karanga kuangalia, wana mahindi, na sasa hii inasaidia watoto na mama vile vile kupata chakula ya kutosha. Kusema kweli, ukiangalia Marinas amefanya mengi.
Marinas vile vile unaweza kuona kijiji ya Bahati, na mimi ningependa hata kuita Marinas Forest Officer, kwa maana nimeona vile vile amejaribu sana. Tumekiangalia kule miti ile, unaweza kufikiri ni Nairobi, ile miti mnaona. Makofi tena wananchi, tena makofi ingine tafadhali wananchi kwa Marinas. Wananchi, nafikiri Marinas anastahili heshima kwa kazi yake amefanya. Angalieni miti ile tu, hata mimi mwenyewe hata mimi ingawa ni mtaalamu ya ukulima, hata miti imenishinda kupanda. Lakini nafikiri msaidizi amejaribu kidogo. Kwake naona iko miti. Wananchi vile vile mtaweza kumbuka mji wa Bahati. Bwana Marinas ametengeneza huo mji sana kwa njia nzuri sana. Na mimi nitaomba wale wanapaki kama Rogers na wazee wengine wale wamefanya kazi pamoja na Marinas kutusaidia sana, ili vile vile katika vijiji yote tuwe na miti kama ile. Kwa maana tukiwa na miti kama ile, watu watafikiri hapa ni Nairobi. Tena wananchi naweza kumwambia Bwana Marinas amefanya tena kitu ya ajabu sana. Wakati amekaa hapa mwenyewe amejaribu sana kusponsor au kusaidia au kuuliza serikali yake ya Holland kuelimisha vijana wetu hapa wananchi. Marinas alifanya bidii sana kuwauliza rafiki zake Ulaya, na akampeleka Rogers Makebo na ndege mpaka Ulaya, na mnajua kumwelimisha Bwana Rogers Makebo. Na mimi ningeuliza vile vile bwana, ni challenge kwa bwana project manager vile vile, nitasema I'll speak in English also bwana Van Leet later on. Na muuliza vile vile, ningependa vile vile afanye bidii wakati yuko hapa, apeleke kijana yetu hapa hata kwa university au kwa masomo mengine huko Holland vile vile kama Marinas amefanya. Na kwa pale tutajua kweli anasaidia wananchi wote, mnasaidia wananchi. Na Marinas vile vile amepeleka Johnson hata vile vile juzi na akauliza serikali yake ya Holland wakampeleka Johnson Hade kusoma Ulaya tena mwaka mzima. Na sasa amerudi. Wapi Johnson Hade? Ni mtu mfupi lakini anabonga za kutoka. Hebu njoo hapa. Wananchi waone. Salamia Marinas habibi. Salamia Marinas kwanza. Wananchi ingawa ni mfupi lakini ufupi si hoja. Hij maakt een grapje over Johnson of het zo klein is. Rogers Makebo. Rogers Makebo. Rogers Makebo. Na huyu ni Rogers Makebo. Vile vile amesoma Ulaya kwao Holland. Amekaa huko mwaka mzima, na vile vile Marinas ndio alimpigania sana, akauliza marafiki zake, serikali ya ukule vile vile ikamuunga mkono, wakamweka Rogers kule kwa mwaka mzima kwa chakula, kwa elimu, hata plus tikiti ya ndege. Rogers, usalimie Marinas na bibi. Rogers aliniambia hata wote wakati wamefika huko wametembelea hata family yao, wakapewa chakula, wakaonyeshwa mashamba. Na tena jambo nimeambiwa ni kwamba family ya Marinas na bibi ni wote ni wakulima kama sisi. Ni watu wanajua ukulima sana sana katika sehemu yao. Asante Rogers. Kwa hivyo kusema kweli, wananchi naweza kumwambia tena Marinas wamepata bahati, walizaa hapa mtoto mmoja hapa Kenya. Na yule mtoto anaitwa Christian. Is that Christian? Anaitwa Christian. Kwa hivyo tafadhalini wananchi, ningemuomba Bwana Marinas, tafadhali Marinas, ukienda Ulaya usitusahau.
na tena tungependa mtoto yako yule na mwingine yule uwaleta hapa Kenya watusalimie vile vile, kwa maana hapa ni kwao nyumbani, na tunatumaini Mungu akituweka salama, tunavyosikia kwamba Dutch government, serikali yenu ya Kitachi iko tayari kutusaidia kwa upande wa mashamba ya Bura. Tunakukaribisha tena uje utusaidie kwa upande ya mashamba ya Bura.